Naitwa Fire Constable Arnold Erasto Mlawa, afisa habari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Arusha. Leo tumetamani kuzungumzia kidogo kuhusiana na majukumu yetu. Kumekuwa na maswali mengi kutoka kwa wadau mbalimbali wakiuliza kutamani kujua huduma zetu, lakini pia kufahamu tunafanyaje. Wengine mpaka wamefikia mahali mpaka wanauliza kwamba hivi ikitokea tukapigia simu waga ni shilingi ngapi na kadhalika. Sasa nikaona nitumie fursa hii kama afisa habari kwa mkoa wa Arusha kuzungumza na baadhi ya wananchi kuhusiana na huduma zetu, tunafanya nini. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ujumla tuna kazi yetu kubwa au dhima yetu kubwa ni kuokoa maisha na mali. Katika kuokoa maisha na mali kuna majukumu kadha ambayo tunayafanya katika kuhakikisha tunafikia dhima kuu ya kuokoa maisha na mali. La kwanza ni kuzima moto. Tukizungumzia kuzima moto inamaanisha inapotokea tukio la aina lolote, yani tukio la moto la aina lolote, ni moto wa nyumba, moto wa gari, sijui linaungua, sijui go down inaungua, chochote kitakuwa kinawaka moto, basi unatutaarifu. Hilo ni jukumu letu la moja kwa moja. Lakini jukumu lingine ni kuokoa maisha katika majanga, tunasema ni huduma za maokozi, na ndio maana tunaitwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Sio kuzima moto peke yake, zimamoto na uokoaji. Kwenye uokoaji hapa tunadili na maokozi, kwenye kuokoa miito ya dharura inayohusu kuhitaji kuokoa maisha ya mtu. Hiyo inawezekana mtu labda tunaganya mara mbili katika swala la maokozi. Sasa ni maokozi ya majini ama nchi kavu. Tukizungumzia maokozi ya majini ambayo tunaweza tukahudhuria au tukahusika moja kwa moja, inaweza kuwa mtu amedumbukia labda kwenye kisima, amedumbukia kwenye bwawa, mafuriko labda yanayohusu au ni majanga yanayohusu maji au kudumbukia kwenye visima vya maji na kadhalika. Hayo pia tunahusika moja kwa moja. Lakini kuna yale maokozi yanasema ya nchi kavu, mtu jengo limeporomoka, tulimonaga wakati fulani ilitokea pale Kariakoo kidogo katika tikisa kwa muda mrefu, maokozi ya design hiyo. Jengo limedondoka, labda mtu amepata ajali barabarani, amenaswa kwenye dashboard, amekandamizwa, amedondokewa na container, nyumba imedondokewa na mti na mazingira kama hayo ambapo mtu anakuwa amenasa, anahitaji kuokolewa maisha yake, basi pia tunahusika. Ndio maana tunajeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini si hayo tu, inawezekana pia likatokea tukio la moto chanzo hakijafahamika. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pia tunahusika moja kwa moja kwenye kufanya uchunguzi, fire investigation, kutambua chanzo cha moto ili kubaini nini sababu ya moto huo, hatua zingine ziweze kuchukuliwa stahiki ili kudhibiti kutokea kwa matukio hayo ya mara kwa mara. Lakini pia kuna huduma ya kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Huduma hii wengi ndio kidogo wanaichanganya. Huduma hii ya ukaguzi wa kinga na dhidi ya majanga ya moto inafanywa katika maofisi, maduka, taasisi za umma, sekta binafsi. Lengo ni kuhakikisha kwamba maeneo haya ambayo tunafanya shughuli zetu za kila siku, usalama wake unafikiwa, au usalama katika maeneo yao unaimarishwa. Kwa hiyo katika hilo ndio utaona pale mkaguzi anakuja anakushauri, hapa unapaswa kuwa na kizimia moto cha awali, unapaswa wafanyakazi wako wapatiwe elimu, utafundishwa arrangement nzuri katika kuhakikisha kwamba hata ikitokea dharura usije ukazuia njia za wewe escape au za kutoka ukiwa salama. Lakini na mazingira mengine yote endapo itaonekana hatarishi utashauriwa. Hiyo ni huduma nyingine ya ukaguzi wa kinga na dhidi ya majanga ya moto. Lakini lingine tunalifanya ni utoaji wa elimu kwa umma. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumejikita pia katika kuhakikisha usalama unafikiwa kwanza kwa kutoa elimu kwa jamii. Jamii ifahamu kwamba namna gani ya kuchukua tahadhari. Tunakuwa na vifaa vya kuzimia moto katika maofisi, tunakuwa navyo kwenye vyombo vyetu vya usafiri, kwenye magari, tunakuwa navyo katika maeneo yetu ya kazi. Lakini wengi wetu wanakuta wanavyo labda kwa ajili ya sheria imewataka kuwa navyo. Wanavyo kwa ajili ya kwamba wasipokuwa navyo labda barabarani watapigwa faini. Sasa je, hawa watu wanafahamu jinsi ya kuvitumia? Basi tunaonekana sisi ambao ni kitengo maalum cha kutoa elimu kwa umma, kuonyesha au kutoa elimu kwamba ni namna gani wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari, kuna umuhimu gani wa kuwa na fire extinguisher au kimoto cha awali, kinatumikaje, namna gani ya kuchukua tahadhari. Kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pia limejikita katika kuhakikisha inatoa elimu kwa umma. Na elimu hii tunaifikisha katika mahali tofauti tofauti. Kuna mikusanyiko, hapo mzunguko tutazungumzia vile vikao vya serikali za mitaa, tutazungumzia stendi za daradara, mabasi yaendayo mikoani, tutazungumzia masoko, tutazungumzia pia katika maeneo ambayo mikutano ya hadhara,
lakini pia kuna nyumba za ibada, elimu inatolewa. Lakini pia kwenye taasisi tunawafuata moja kwa moja mahali pa kazi. Nakuta labda kwenye mahoteli tunafika, vyumba vya kulala wageni, ofisi binafsi na za serikali, kuhakikisha elimu hii inafikiwa kwa lengo kubwa la kwamba endapo patatokea dharura, basi mwananchi afahamu namna ya kutufikia, afahamu nani wa kumpigia simu, afahamu namba yetu ya dharura, afahamu namna ya kujiokoa, afahamu vifaa vilivyopo vinatumikaje, na mazingira ya jengo lake, usalama wake na mali zake katika hilo jengo ana uimarishaji. Lakini pia nikumbushe kwamba kumekuwepo na wengi kushindwa wakati mwingine kujua namna gani ya kutufikia. Namna ya kutufikia ni kwa kutupigia kwa namba yetu ya dharura. Inapotokea tukio, usianze kufikiri kumtuma bodaboda au kupiga simu mtu unayefahamiana naye, simu ya mkononi. Ipo simu ya dharura ambayo inapatikana masaa 24 katika siku 7 za wiki. Namba hiyo ni 114. Namba ya 114 ni namba ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambayo inahusika katika kutoa taarifa za matukio ya dharura. Namba hii ukipiga unapokuwa mkoani, let's say uko hapa Arusha, ukipiga 114 hakika itapokelewa Arusha. Namba hii ya 114 ukiwa Mwanza ukipiga itapokelewa Mwanza. Kwa hiyo maana yake nini? Ukiwa namba ya 114 inakutosha wewe ukiwa nchi nzima, linapotokea tukio la dharura kuweza kupata msaada wa haraka. Pale inawezekana msaada wa haraka pale inapotakikana. Lakini pia tujaishia hapo, bado pia tupo kwenye swala zima la usomaji wa michoro ya majengo na ramani. Inapotokea mtu unajenga, unashauriwa kuleta mchoro wako katika ofisi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili kupata msaada wa kitaalamu au ushauri wa kitaalamu. Wengi hapo huwa wanahoga na maswali. Sasa ndio kwanza nipo katika hatua ya msingi, fire wanahusikaje? Wanaamini fire kazi yao ni labda ni wataleta fire extinguisher. Kwanza niweke mkazo hapo kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji halihusiki katika kuuza, kusambaza wala kufunga vifaa vya kuzimia moto. Kazi yake kubwa ni kushauri, lakini pia kutoa elimu namna gani vitumike. Wanaohusika na zoezi la kufunga, kusambaza, na kuuza tunasema ni mawakala wa vizimia moto, ambao wao pia wanapata kibali kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuhusika na biashara hiyo. Kwa hiyo biashara hiyo haifanywi, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji halifanyi biashara, linatoa huduma na huduma zake zote ni bure. Sawa. Kwa hiyo ninapokuambia au unaposhauriwa na mkaguzi kwamba unapaswa kuleta mchoro, hatuzungumzii kwamba mchoro ule upewe mtungi wa fire extinguisher. Unaletewa mchoro, kuna vitu unavyoenda kushauriwa. Jengo lako linatakiwa liwe na milango ya dharura. Unapojenga milango umbali waje, milango kama ni ngazi za dharura ziwe ngapi kwenye jengo. Tunataka angalau ngazi au milango iwe zaidi ya moja kama ni jengo tunasema ni kwa ajili ya matumizi ya umma. Jengo lazima unajenga hoteli inakuwa na mlango mmoja, sio sahihi, inakuwa na ngazi moja. Ina maana ikitokea kuna shida tutapoteza watu wengi ndani. Kwa hiyo katika ule usalama tunaanzia katika nafasi ya mchoro, tunaanza kukushauri. Tutakushauri namna ya kujenga material ambayo utajenga ili support moto au kusambaza moto kwa haraka. Utashauriwa milango ya dharura iwe na upana gani, kodi iwe na upana gani, Kuna milango ambayo nasema ni fire rated ambayo inaweza ikaweza kutunza angalau kutoruhusu kusambaa kwa moto angalau kwa muda kadhaa uliopangwa, labda saa 1, saa 1:30 na kadhalika. Lakini utashauriwa pia mifumo ambayo itakusaidia. Kuna mifumo kadha wa kadha kulingana na ukuaji wa teknolojia. Kuna mfumo wa kung'amua moshi au kutambua moto katika hatua za awali. Utashauriwa kuna mfumo wa kuzima moto. Utashauriwa mfumo gani unapaswa wewe ufunge katika eneo lako, ili wakati wa ujenzi tayari unaenda na bajeti ilikuwa jengo lako limekidhi vigezo vya kiusalama. Jengo lilikuwa linafanya kazi, unakuta tayari maisha ya watu watatumia hilo jengo, mali za watu watatumia hilo jengo, na jengo kwa ujumla vyote vipo katika usalama kwa ujumla. Zaidi ni watake wananchi kushiriki nasi popote unapokuwa umeona tatizo, changamoto, basi tutaarifu kwa namba ya dharura ya 114. Lakini kwa msisitizo, huduma ya kuzima moto, huduma ya maokozi, huduma ya zote tunazoona za elimu kwa umma, huduma zote tunazotoa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, namba ya dharura kupiga 114, huduma zote ni bure. Unapiga 114 bure, unazimiwa moto wako bure, tunafanya investigation bure, na unapata taarifa zote za tukio bure. Kinachotakiwa ni wewe kutoa taarifa kupitia 114 kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.